Mara nyingi watu wamekuwa wakijiuliza kwa habari ya uhusiano uliopo kati ya taifa la Israeli na Ukristo. Zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha uhusiano wa taifa la Israeli na Ukristo au imani yetu ya Kikristo, lakini sitozizungumzia hizo. Mimi ninayopenda kuizungumzia moja kwa moja ni uhusiano gani uliopo kati ya taifa la Israeli na Ukristo na habari ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Katika kitabu cha Biblia Mathayo sura 24, wakati Yesu Kristo akiwafundisha wanafunzi wake kwa habari ya ishara na dalili za kurudi kwake, aliwaambia mambo kadha wa kadha ambayo hayana budi kutokea, ambayo ni viashiria vya kwamba nyakati zile za mwisho au wakati ule upo karibuni na upo mlangoni. Yesu aliwaambia kwamba katika kitabu cha Mathayo sura 24 kuanzia ile mistari yake wa 30, 31, 32, Yesu aliambia kwamba kwa mtini jifunzeni. Kwa mtini jifunzeni, mwaonapo majani yake yakichanua, mtambue kwamba wakati wa mavuno uko tayari. Sasa neno hili kwa mtini ni lugha ya fumbo, lakini kwa mtini inaozungumziwa hapo ni taifa la Israeli. Kwa hiyo Yesu alituambia kwamba kwa mtini tujifunze na tutambue. Kwa maana yake sisi tunajifunza au tunapata kutambua nyakati za mwisho, majira, kupitia taifa la Israeli au nini kinatendeka katika taifa la Israeli. Kwa hiyo taifa la Israeli ndio linalotoa picha ya ule mwisho au ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana tuambia kwa mtini jifunzeni. Kwa hiyo matukio yote yanayotokea ndani ya taifa la Israeli yanatupa kujua kwamba hili lilitabiriwa katika Biblia, hili lilinenwa katika Biblia. Ndio maana Yesu akasema kwamba mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimamishwa katika patakatifu, asomaye na afahamu. Sasa chukizo la uharibifu litasimamishwa wapi? Litasimamishwa katika nini? Katika taifa la Israeli. Taifa la Israeli ndipo hekalu litakapojengwa, ambapo sasa kuna msikiti wa Al-Aqsa. Kwa mahali pale ndipo taifa la Israeli litakapofanya nini? Litakaposimamisha hekalu lake ili waendelee na ibada zake, na ambapo mpinga Kristo ataenda kusimamisha uharibifu au chukizo la uharibifu mahali hapo. Kwa hiyo itakuwa ni ishara mojawapo ambayo inatupa picha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo huyu hapa anakuja. Hiyo ni uhusiano wa kwanza ambao upo kati ya Kristo na taifa la Israeli na habari ya kurudi Yesu Kristo, kwamba mpinga Kristo atasimamisha chukizo la uharibifu katika taifa la Israeli ndani ya hekalu ambalo litajengwa. Kwa hiyo hicho ni kiashiria kimojawapo kinachoonyesha uhusiano wa waziwazi kati ya imani ya Kikristo na taifa la Israeli. Kitu kingine, Yesu alisema kwamba mtakapoona majeshi yameuzunguka mji wa Yerusalemu, asomaye na afahamu. Kwa hiyo itatokea kipindi ambapo mataifa au majeshi yatalikabili taifa la Israeli na kulizunguka kwa ajili ya kulishambulia. Hicho nacho pia ni kielelezo. Kwa mashambulizi yanayoendelea katika taifa la Israeli yanatupa picha keti sisi kujua kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Hizi ni dalili za kurudi kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo Mkristo yote unayejiuliza au ambaye unakuwa ukijiuliza kuna nini, uhusiano upi kati ya sisi na taifa la Israeli, zipo nyingi sababu, lakini nazungumzia hizi chache ambazo zinaashiria kujua Yesu Kristo. Kwa kushambuliwa kwa taifa la Israeli nazo ni mojawapo ya dalili na viashiria vya kwamba huu ni wakati ambao tunaelekea mwisho, ni wakati ambao Bwana wetu Yesu Kristo anarudi. Lakini pia kitabu cha Zaburi kinatuonyesha kwamba Biblia inatuambia kwamba utakieni amani Yerusalemu, ibarikini Yerusalemu, wabarikiwe wakupendao. Kwa maana yake tunapoiombea Israeli sio kwamba tunasapoti machapo wanayoyafanya au tunasapoti uovu wanaofanya, hapana. Tunawaombea ili wapate neema ambayo tumeipata sisi, kwa sababu bado wako chini ya sheria. Maana wao hawaamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alishakuja duniani kutuletea ukombozi. Maana wao hawaamini. Kwa tunapoombea ni ili wapate neema, na tunaona kweli wapo baadhi ya Wayahudi wachache ambao wameokoka, wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Pia Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulani nitamlani. Kwa hiyo hamna namna ambavyo wewe unaweza kailani taifa la Israeli. Hakuna namna ambavyo ukailani Israeli. Maana Mungu alishatoa ahadi kwamba atakaye ilani Israeli atalaniwa, atakaye bariki atabarikiwa. Kwa hiyo kwa imani yetu sisi tunaamini katika kuibariki Israeli, katika kuiombea Israeli na sio kuilani. Hizo ndizo sababu ambazo zinaonyesha uhusiano wetu sisi na taifa la Israeli, sisi kama imani yetu.
Kwa hiyo taifa la Israeli linatoa picha ya ujio wa Yesu Kristo, inatoa picha kati ya uhusiano wetu sisi na Yesu Kristo na taifa la Israeli na ule mwisho. Kwa hiyo sasa kalenda ya Mungu duniani pia tutaiangalia kupitia taifa la Israeli. Tunapoona matukio yanatokea katika taifa la Israeli, hapa ndo tunajua kwamba tupo kwenye majira gani na nyakati gani. Bwana Yesu Kristo na kubariki.